Kinara wa chama cha DAP Eugene Wamalwa pamoja na wabunge wa chama hicho wameisuta serikali ya Kenya Kwanza kwa kile wanachokidai kwamba serikali hiyo ya Kenya Kwanza imeshindwa kuwajibikia changamoto zinazowakumba mamilioni ya Wakenya. Thaddeus Wachie ndiye anayetukunjulia West TV jioni usiku wa leo na kina cha taarifa hiyo. Akizungumza katika hafla ya mazishi ya ndugu yake Kizito Temba ambaye ni msaidizi wake, Wamalwa na wabunge hao wametaja kwa serikali ya Kenya Kwanza chini ya uongozi wa Rais William Ruto imewalimbikizia mamilioni ya Wakenya mzigo mzito wa ushuru. Ninyi hapa mnaumia, mnawakilishi bungeni, badala ya kuwakilisha ninyi mnaoumia, wanaenda kuwakilisha yale Ruto anataka. Ruto amewaita State House akawaambia msitoe hata koma moja. Pitisha finance bill as it is. Na hiyo ndio ilifanya watoto wetu Gen Z wakawawa. Hiyo ndio inafanya mnaumia. Sha November noliano mwalimu. Malaluno hakusiha mwalimu. Baba alimu hawaumia. November kimishahara ngawarusi ya 2.7% sha. Hawarusi ya 1.5% housing levy. Ile disease ambaye naua sisi ni hero worshipping and psychophancy. Wewe umechaguliwa na raia na unaenda kuabudu mtu mwingine. Wakati wanaleta policy zinaumiza watu wetu wanasema yes. Wakati wanasema Nzoia Sugar wanauza, watu wetu wanasema yes. Wanapandisha ushuru, walimu na watu wako na payslip hawana pesa, watu wetu wanasema yes. Viongozi hao wamesema rais amekiuka ahadi yake kwa wakulima wa miwa baada ya kutangaza kukodi kiwanda cha kusaga miwa cha Nzoia, wakitaja kuwa hatua hiyo si suluhu kwa wakazi wa Bungoma. Yeye akiwa Bungoma hii akitafuta kura, alisema nyuma ya siku 100 akiweka mkono chini baada ya kushika Biblia, ataleta mashine mpya Nzoia, atalipa wakulima, atalipa wafanyikazi. Hayo ndio aliahidi. Sasa ako anasema no Nzoia tunataka tuuze ama tufanye leasing ama tufanye privatization. Leo hii ukipita pan paper hauamini. Walianza na hiyo kizungu, tunatengeneza. Serikali ya Kenya Kwanza ilisema siku 100 factory mpya, mtalipa wafanyikazi, mtalipa madeni ya farmers. Jameni mfanye hiyo. Eseke huku si Nzoia sendi mota. Mbunge wa Kimilili Didmas Barasa na mwenzake wa Mumias Mashariki Peter Salasia wakirushiana cheche za maneno baada ya mbunge Salasia kutaja kuwa wengi wa wabunge wanaoegemea Kenya Kwanza hawajali maslahi ya Wakenya. Mimi nataka niulize ndugu yangu Mheshimiwa Didmas Barasa, wewe unajua unatembea humu wewe rafiki yangu, unatembea ukitafuta kiti chako. Tafuta kiti chako, lakini wachana na Eugene kabisa. Kwa sababu wewe unatembea hapa, Eugene alikuwa waziri wa fulani nini, akufanya nini? Hiyo haitakusaidia. Ara nyinyi mkipima, mimi akili yangu nisafana na yeye kama hii ya Peter Salasia hii. Mimi naambia huyu Salasia, hiyo bangu unavuta ifanye kazi Mumias Yesu si hapa Bungoma. Nikiripotia West TV kutoka kijiji cha Bilibili, eneo bunge la Tongaren, kaunti ya Bungoma, naitwa Thaddeus Wachie.